Licha ya kuzuiwa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, lakini Donald Trump, rais wa Marekani, bado anaweza kuidhinisha shambulizi dhidi ya Iran, vyanzo vinasema. Msemaji wa ikulu ya White House, Karoline Leavitt, aliwaambia waandishi wa habari kwamba chaguo zote zipo mezani kuhusu hatua za kijeshi za Marekani nchini Iran. Licha ya uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kutoishambulia Iran yaliyotolewa mnamo Jumatano, vyanzo vingi viliambia gazeti la Jerusalem Post la nchini Israel mnamo jana Alhamisi kwamba bado kuna uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi. Wakati Rais Trump alikataa kujibu maswali kutoka shirika la habari la NBC katika mahojiano kuhusu kama chaguo la shambulizi, msemaji wa ikulu ya White House Karoline Leavitt aliwaambia waandishi wa habari kwamba chaguzi zote zitabaki kuwa mezani. Trump inaelezwa anaendelea kufuatilia kwa karibu hali ilivyo nchini Iran, Leavitt aliongeza, lakini pia alisema kuwa Trump na timu yake wameonya Tehran kutakuwa na matokeo makubwa na mabaya ikiwa mauaji yanayohusishwa na ukandamizaji wake yanaendelea. Trump hata hivyo anaonekana kwamba bado mipango yake ni kuonyesha ulimwengu namna ambavyo Marekani ina nguvu katika mapambano hasa ya kijeshi. Miongoni mwa wachambuzi wanasema kwamba rais huyo wa Marekani anataka kuwaonyesha washirika wake hata kumteka Nicolas Maduro ilikuwa ni nguvu aliyokuwa nayo yeye kama rais wa Marekani, na kwamba alionyesha kwa uwazi dunia kwamba anaweza kufanya chochote. Hata hivyo, ukiachana na mipango ya kufanya mashambulizi ndani ya Iran, mipango yake mingine ni pamoja na kuteka kisiwa cha Greenland ambacho anadai kipo katika mikono ya Warusi pamoja na Wachina. Ikulu ya White House ilidai kuwa utawala wa Trump ulisimamisha hukumu 800 za Wairan ambao walitaka kunyongwa. Trump aliambia NBC News kwamba tuliokoa maisha ya watu wengi jana, akirejelea chaguo lake la vitendo mnamo Jumatano. Rais huyo wa Marekani alionyesha ishara kwamba sasa kuna uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo zaidi, na hata Iran ikisema kwamba wapo tayari kwa mazungumzo, lakini hapo tayari kupiga magoti dhidi ya serikali ya Marekani. Hadi wakati huu, baada ya serikali ya Iran kusema kwamba ipo tayari kuhakikisha inafanya mashambulizi popote pale penye ngome ya kijeshi ya Marekani, maeneo mengi katika ngome za kijeshi ikiwa ni pamoja na ngome ya kijeshi ya Qatar, ngome kubwa kabisa ya Marekani, inadaiwa pia imefungwa na wafanyakazi wake wameondolewa katika eneo hilo. Hofu kubwa imebaki nchini Israel kwamba huenda Iran ikafanya mashambulizi makubwa ndani ya taifa hilo. Wanajeshi wa Marekani hata hivyo wanadaiwa kujiandaa kwa uwezekano kutokea mashambulizi, wanaelekeza nguvu zao katika eneo hilo. Marekani inadaiwa pia ilihamisha kundi la wabeba silaha kwa maana ya meli yake ya USS Abraham Lincoln kutoka eneo linalozunguka Uchina hadi eneo la kamandi kuu ya Marekani CENTCOM inayohusika. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Trump walizungumza Jumatano. Hasa hii ni siku hiyo hiyo wanadiplomasia kadhaa waliambia Posti kwamba wao waliamini kuwa rais atachukua hatua za kijeshi baada ya kusema anatoa masaa 24 huenda akafanya shambulizi ndani ya Iran. Hii ilikuwa kwamba Trump angegonga ngoma ndani ya Iran, chanzo kimoja kilisema. Chanzo kutoka Israel kilikataa kufafanua zaidi juu ya mazungumzo hayo na kuliambia gazeti la Jerusalem Post kwamba Yerusalemu inaheshimu uamuzi wa Trump. Mataifa Mashariki ya Kati yanafanya kazi kuzuia mashambulizi ya Trump, na haya yanajiri baada ya ripoti kwamba maafisa kutoka Qatar, Saudi Arabia, Oman walifanya kazi huku wakikataa kutumia maeneo yao kama sehemu ambazo Marekani itaanzisha operesheni zake dhidi ya Iran. Ili kutuliza mvutano kati ya Marekani na Iran katika jaribio la kuzuia mashambulizi, chanzo chenye ujuzi wa hali ya juu kiliambia Posti siku ya Alhamisi. Reuters pia iliripoti siku ya Alhamisi jana kwamba Misri pia ilihusika katika juhudi za kidiplomasia za kutaka mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, dhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.